Miili ya wanajeshi 6 wa jeshi la akiba la Marekani US Army Reserve waliouawa katika shambulio la drone nchini Kuwait imerejeshwa Marekani, ambapo mapokezi yenye heshima maalum ya kijeshi dignified transfer yalifanyika katika kituo cha anga cha Dover Air Force Base. Wanajeshi hao waliuawa Jumapili baada ya drone ya Iran kushambulia kituo cha amri cha kijeshi cha nchini Kuwait, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani. Miili yao ilisafirishwa hadi Marekani, ambako familia zao zilihudhuria mapokezi ya heshima yaliyoongozwa na Rais Donald Trump pamoja na makamu wa rais JD Vance. Mapokezi hayo ama dignified transfer ni utaratibu wa kijeshi wa muda mrefu nchini Marekani, ambapo miili ya wanajeshi waliopoteza maisha vitani hurudishwa nyumbani kwa heshima kubwa za kijeshi. Tukio hilo linachukuliwa kuwa moja ya majukumu mazito zaidi kwa rais wa Marekani. Trump, aliyekuwa ameambatana na mke wake Melania Trump, alisimama kutoa saluti wakati kila jeneza lililofunikwa kwa bendera ya Marekani likishushwa kutoka kwenye ndege ya kijeshi na kupelekwa kwenye magari yaliyokuwa yakisubiri kuisafirisha miili hiyo kwenda katika kituo cha kuhifadhi miili kabla ya mazishi. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya rais ya Air Force One baadaye Jumamosi, Trump alisema tukio hilo lilikuwa la huzuni kubwa. Hii ni siku ya huzuni sana, alisema, akiongeza kuwa taifa la Marekani linafurahi kupata nafasi ya kutoa heshima kwa wanajeshi hao na familia zao. Makamu wa rais JD Vance na mkewe pia walihudhuria mapokezi hayo pamoja na maafisa kadhaa waandamizi wa serikali, akiwemo waziri wa ulinzi Pete Hegseth, mwanasheria mkuu Pam Bondi, mkuu wa wafanyakazi wa ikulu Susan Wiles, mjumbe maalum Steve Witkoff na mkurugenzi wa ujasusi wa taifa Tulsi Gabbard. Magavana na maseneta kutoka majimbo mbalimbali yakiwemo Iowa, Minnesota, Nebraska na Florida pia walikuwepo katika tukio hilo.